2026. Basi ni Jumanne ya tarehe 7 ikiwa mwaka ni 2026. Ukitazama hapa mbele hatupo wanne, tupo wawili tu, lakini kwa mambo ambayo nitayazungumzia huenda yakazidi manne. Nisilizungumzie sana nisije nikamkwaza rafiki yangu Jumanne, labda nitarudi tuliongelee saa 4 usiku. Tukiachana na hayo, nikuletee falsafa moja kwa moja ya J.K. Jontes, na falsafa hiyo ni kuwa Terry wa kijiji na eneo la Likoni Ferry anatoa maoni yake kwa Zuberi ya kuwa mimi sistahili kuvaa gauni la utangazaji, lakini hilo halinipi mshtuko kwa maana nina heri nimezoea kula kidheri nikiwa shuleni. Lakini tukiachana na hayo, nimekita kambi katika kaunti ya Nyeri. Naam, basi zimekatika dakika zinazidi kumiminika, ni baada ya saa 5 saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye habari zetu za Mwangaza TV, habari za kuaminika zinazovuma kwa vishindo zaidi, ikiwa ni talanta mashinani kufikia sasa hivi. Naam, tunapoanza na vidokezo ni kuwa usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10 ukiwa bado wanaendelea mashuleni. Pia tutakuwa na mahojiano ya moja kwa moja na mwanafunzi kutoka shule ya upili ya Bidii akiwa mgeni mheshimiwa wa siku hii ya leo. Na moja kwa moja tuelekee kwenye habari zetu za Mwangaza TV, ambapo mambo ni bam bam katika usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10, akitoa mwelekeo Daktari wa Taifa William Samoei Ruto ya kuwa usajili huo unahitaji kuendelea usisitishwe licha ya ukosefu wa karo au sare za shule. Mathalan, wanatoa na kuhimiza kulingana na sala zao hiyo muundo wa CBE. Naam, kufikia sasa hizo ndo habari zetu za siku hii ya leo. Tutaenda kuwa na mahojiano ya moja kwa moja. Unaweza kutuma maoni yako kupitia nambari za harafa za 122297.Mwangaza TV. Basi tuelekee moja kwa moja kwenye mahojiano yetu na mwanafunzi wa shule ya upili ya Bidii. Mwanafunzi, wanasema tathmini salimu salama uweze kumsalimu hata salimu ukiwa naye jukwani. Japo salimu siku hii ya leo hayupo, lakini uliye wewe usalie nikusalimu kwa Kifaransa. Bonjour. Bonjour. Karibu sana katika stesheni ya Mwangaza TV, stesheni kiredia nambari 1 yenye habari za kuaminika zinazovuma kwa vishindo kote nchini. Unaweza ukakaa. Shukrani sana. Basi mwanafunzi, karibu sana, jisikie uko nyumbani. Waswahili wanasema kuwa mgeni njoo mwenyeji apone. Hebu tuambie majina yako na utuelezee zaidi kuhusu wewe mwenyewe. Kwa majina yangu naitwa Ali Mdoe, ila kwa jina la kimsimbo tu wananijua kama Devon na hodha wa soka. Natokea katika shule ya upili ya Bidii, ni mwanahabari chipukizi wa shule hiyo. Naam, mwanafunzi wa shule ya upili ya Bidii, karibu sana, karibu katika stesheni hii maridadi. Naam, mtazamaji, basi kufikia sasa hivi tuko kwenye mahojiano. Wanasema Waswahili kuwa macho hayana pazia na mwenye macho haambiwi tazama. Karibu. Naam, kwa swali la pili, unajua wewe unaweza kuona ni kawaida mtazamaji, mimi yule akaweza kuona ni kawaida, lakini si kawaida kijana huyu kufika kwenye hili eneo. Hebu tuelezee unajisikiaje kufika kwenye stesheni bomba kabisa? Kwa kweli najihisi na bashasha sufufu, kwa sababu sikutegemea kama ipo siku nitawahi kuzuru mahali kama hapa. Ila niseme tu alhamdulillah, kwa sababu Mungu ndiye ajuaye na yeye ndio anapanga. Asante sana. Mtazamaji, hii ni talanta mashinani. Basi kijana huyu ndio Waswahili wanasema ya kuwa ukiviona vyaelea kumradhi, jua vimeundwa. Hebu tuelezee ulianzaje kufika pale ambapo umefika sasa hivi? Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kwa mimi ni mwanahabari chipukizi. Nilikuwa nikitoa matangazo yangu moja kwa moja kwenye gwaride la Ijumaa na Jumatatu. Ilifika wakati nikarekeshwa nyumbani kwa sababu ya karo iliyokuwa nadaiwa takriban 80,000. Nikaenda nikakaa nyumbani kwa muda wa miezi mitatu, huku nikipeperusha matangazo yangu moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Ilifika wakati mimi mwenyewe bila kujua nilitafutwa na watu wa Easy Drinks to Fly. Walinipeleka shuleni na kunilipia karo yangu yote ya shule ilikuwa inahitajika. Niseme tu alhamdulillah, kwa kweli Mungu hamwachi mja wake. Kamchukua sikiti, kampea tikiti, kenda naye boriti, kamchezesha boriti, mwishoni kamrejesha maiti. Tupeleke kwenye ulingo wako wa soka kwa dakika kidogo tu ili tuweze kuiona sanaa yako. Haya watazamaji, barabara kabisa, karibuni tena kwenye kipindi bashara kabisa, kipindi cha Dadanga Viwanjani, nikiwemo nawaletea matangazo moja kwa moja nikiwa nimekita kambi katika kaunti ya Nyeri. Matangazo bashara kabisa, mechi inaendelea, Arsenal dhidi ya Manchester United,
anakipiga pale katikati mwa uwanja, mwite Saka, amepiga pembezoni kulia, acheza na Noni Madueke, anatafuta goli Arsenal, anacheza ndiye mwite Trossard, anakata kijana mwite Matheus Cunha, anapiga kule mbele kwa mwite Mbeumo, anakimbia mbio aina ya duma, wanafanya hesabu ya haraka. Manchester United anaingia kwenye lango, mwite Amadi Diallo anazungusha kwenye kisanduku, inakubali Mbeumo mzee wa soka, Mbeumo anapiga kule, anaitwa Ali Ndaipo, kijana mwenye talanta zaidi mashinani. Asante sana kijana kwa talanta hiyo. Basi nikitazama kwenye mitandao yetu kupitia nambari zetu za harafa, jumbe zinazidi kumiminika kufikia sasa. Namuona Abdalla Rashid kutoka ile kaunti ya Mombasa anasema kuwa kijana huyo endeleze kukuza talanta yake. Namuona pia Muhammad Rashid kutoka kaunti ya Kilifi eneo la Majaoni anasema kuwa mimi nazidi kuikuza talanta huyo kijana. Basi kufikia sasa hivi, mtazamaji, nikwambie tu hayo yamekuwa mahojiano yetu ya moja kwa moja na mafunzo wa shule ya upili ya Bidii. Hebu washauri kitu vijana wenzako ili wafike ulipofika wewe. Kwa wale wanafunzi wenzangu na vijana wenzangu tu wenye sanaa tofauti na ya kwangu, tofauti sanaa ya uimbaji, sanaa uchezaji mpira na sanaa nyingine vile vile, usisite sanaa yako, usibane sanaa yako, usilale sanaa yako, kwa sababu hujui kesho itakuwa wapi, hujui ni nani ataridhishwa na sanaa yako, kwa sababu wengi wanasema, wale wahenga, kuwa anatafuta hawachoki, na kishachoka basi jua kashapata. Ndugu zangu, basi unaweza kutufuatilia mtazamaji kupitia mitandao ya kijamii pia ya Facebook, Twitter, Instagram, mwangaazatv.ko. Unaweza kutupata matangazo yetu ya moja kwa moja kila Jumanne. Basi Waswahili wanasema kuwa nalikunja jamvi lisije kupepesuka, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Naam, kwaherini na waaga, msiseme na wakimbia, na chelea wajanja wenye mapanga na majambia, kusini salamu zitawajia. Itabakia mtukua mtangazaji wao. Asante sana. Bila shaka ni wanafunzi shule ya upili ya Mwereni, lakini kabla